habari gani Mwanakyoo TV? Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Mwanakyoo TV. Mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Rugemeleza Nshara ameandika ujumbe mrefu kwelikweli katika mtandao wa Twitter kuhusu tume ya Jaji Chande ambayo inahusika na kuchunguza matukio yaliyotokea Oktoba 29. Na nukuu ujumbe wa Rugemeleza Nshara, na nukuu: kwa vyovyote itakavyotolewa na kusema tume ya Jaji Chande Othman juu ya vurugu na mauaji ya Oktoba 29 mwaka 2025 ni batili na haramu tokea ilipoundwa kwa sababu zifuatazo. Moja, imeundwa na Samia Suluhu ambaye ndiye mtuhumiwa namba moja, kwani ndiye alitoa amri ya kuwapiga risasi waandamanaji na watu ambao hawakuwa waandamanaji. Namba mbili, Samia alisema wakati wa kampeni haramu za udanganyifu mkuu kuwa wanaosema hakutakuwa na uchaguzi wakumbuke kuwa ndiye amiri mkuu na kuwa hakutakuwa na nyunyunyi wala nywanywa. Namba tatu, waandamanaji hawakuwa na silaha za moto, cha ajabu walipigwa risasi kinyume kabisa na taratibu za kimataifa na nchi yetu za kukabiliana na waandamanaji ambazo ni matumizi ya mabomu ya machozi, maji ya kuwashawasha, hewa ya pilipili na ikilazimika risasi za plastiki. Nne, kuwekwa zuio la kutoka nje na kutembea lililotangazwa na IGP Camillus Wambura ilikuwa kinyume cha sheria, kwani hana mamlaka hayo. Tano, kuzimwa kwa mtandao wa internet kwa siku 6 ilikuwa kinyume cha sheria. Kwa kuzimwa kwake, mauaji mengi yalitokea na yalisababisha watu kutopata taarifa kwa wakati juu ya maovu makubwa yaliyofanywa na vyombo vya dola. Sita, kuzima kwa mtandao na zuio la kutotoka nje sehemu nyingi za nchi yetu ilimaanisha hapa wafanyakazi na mawakala wa tume ya udanganyifu mkuu wa Jacob Mwambelege haikuwa na uwezo wa kupata matokeo ya uchaguzi huu haramu. Ajabu yake, mdanganyifu huyo mkuu aliyeheshimiwa kazi za maadili ya ujaji akatangazwa matokeo kana kwamba uchaguzi ulifanyika na kura kuhesabiwa, na matokeo yakatangazwa katika kila jimbo, kila kituo, na hatimaye kutumwa kwa tume hiyo haramu. Saba, Stegman Tax ambayo alikuwa waziri wa ulinzi katika serikali ya Samia wakati wa udanganyifu huo ni mjumbe katika tume hiyo ya Chande. Ni kanuni ya sheria na haki kuwa huyo ana mgogoro wa kimaslahi na ni sehemu yaliyopaswa kuchunguza. Imekuwaje akageuka kuwa mchunguzi? 8, Jaji Othman Chande na Jaji Ibrahim Juma wanajua kama wajuavyo mwanasheria na wasomi wote kuwa huwezi ukawa hakimu au mwamuzi katika kesi yao mwenyewe, yani nepo judice in casu sua. Sasa imekuwaje wawe katika tume ambayo ina kasoro hiyo kubwa? Je, si inafahamu kuwa pale tume inapokuwa na kasoro hivyo yote yanayofanywa hata kama ni mazuri sheria huwa ni batili? 9, wakati tume inaanza kazi, Samia ametoa matamshi ya kuingilia kati au kutoa majibu kwa tume, ikiwa ni pamoja na kusema nguvu ilitumika ilikuwa sahihi na kuwa kwa nini wazazi hawakuwazuia watoto wenu kutoka nje? Sasa hapo nini kinachunguzwa? Namba 10, tume ilizuiwa uwazi wa watu waliotoa maelezo yao, kuvikataza vyombo vya habari kuendelea kutoa maelezo ya waathirika wa mauaji hayo ni kinyama yaliyofanywa na vyombo vya dola. Kukosekana kwa uwazi ulikuwa mkakati wa kuleta giza na kuzuia ukweli wa mauaji hayo kufahamika, na hivyo kile kilichosemwa na tume kuwa eti ndicho kilichosemwa na waathirika
kichukuliwe kuwa ni cha kweli. Lakini namba 11, tume yenyewe imeanza kampeni ya kuandaa umma kupokea ripoti yake na imekuwa na wasemaji wengi. Hiyo inaashiria kuwa na nia mbaya ya tume hiyo. Ni kwa msingi na sababu hiyo nasema kuwa tume hiyo ni batili. Chote kitakachotolewa na tume hiyo ni batili. Amezungumza maneno hayo mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Rugemeleza Nshara. Maoni yamekuwa ni mengi katika chapisho la Rugemeleza Nshara. Wa kwanza anaitwa The Iron Man, anasema namba 10 edit kichukuliwe kuwa ni cha kweli badala ya kichukuliwe kuwa ni cha kweli. Lakini Dudu wa Tanzania anasema mbona unawashwa na hayo sana, si mlisema hamtambui? Acha kutokumtambua na kuamini. Lakini France anasema haina legitimacy wala integrity ya kuchunguza mambo ya Oktoba 29, inakosa uhalali kwa kuteuliwa na mtuhumiwa. Lakini Edward anasema alipopanga kufanya mauaji haikuwa bahati mbaya. Anasema yaliwahi kutokea Zanzibar mwaka 2001 na maisha yakaendelea. Hakusema mwaka 2020 kwa sababu alikuwa sehemu ya wahusika. Mauaji ya Oktoba 29 yalipangwa kulipa kisasi na uchu wa madaraka uliopita kiasi, the way akajiandaa na maridhiano. Lakini El Bahati Mamuya anasema akatoa na wito kabisa kwamba jeshi lijiandae kuelekea huo uchaguzi. Lakini Mwalimu Kaberege anasema tume ya Chande ni batili. Lakini Tata Mtanganyika anasema bottom line. Lakini Heli Chande anasema thank you. Lakini Kwame Kivasa anasema wewe, ametukana kidogo siweze kusoma comment hii. Lakini comment ambazo zingine wametoka katika chapisho la Rugemeleza Nshara ni inatoka kwa Sema, anasema kilichofanyika Oktoba 29 ni genge la wahuni wenzake wasalie madarakani. Kauli zake, tabia na vyombo vya dola na sheria za uchaguzi zilivyo tu zinaonyesha wanufaika ni akina nani. Sasa tujiulize, Lissu au Chadema wanaweza kufanya mauaji ili mama baki madarakani? Lakini daktari wa siasa anasema waandamanaji wa amani. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo wametoa katika chapisho la mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Rugemeleza Nshara. Jina langu ndio Fetibi. Tunakatuja katika